Naitwa Engineer Bernard Kabishe. Yes. Ni msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB. Bodi hii ni idara ya serikali, bodi ya umma ambayo inadhibiti wahandisi. Tuna ajenda nyingi, lakini kwa siku ya leo katika uendelezaji wa taaluma and professional development, na uendelezaji wa taaluma unahitajika zaidi kwa vijana. Ukiangalia daftari la wahandisi lina vijana 70%. Katika wahandisi 44,000 zaidi ya 30 ni vijana, na kama tuna vijana wengi namna hiyo ni baraka kubwa, na ni baraka ambayo inaenda kusaidia ujenzi wa uchumi. Lakini vijana hawa wakitoka vyuo vikuu wanakuwa na ujuzi ule wa technical, lakini wanakuwa na gap kubwa katika soft skill. Na soft skill maana yake nini? Jinsi ya kugeuza ujuzi wao ule kwa biashara, entrepreneurship, wanakuwa na miss. Kwa hiyo tunachokifanya leo ni sehemu ya mpango wetu mkubwa ambao tunauita Youth Acceleration Program. Maana yake kwamba vijana waharakishwe, wakimbizwe kufika safari ya kuingia kwenye production line mapema. Mpango ule una sehemu kama 4-5 hivi. Sehemu ya kwanza ni kuwapa mafunzo. Mafunzo haya yanaanza kwenye jinsi ya kuandika andiko la biashara, business plan, kwa sababu ili uweze kujenga nyumba lazima ina ramani. Business plan ni kama ramani ya nyumba. Kwa hiyo wanaandike mawazo ya biashara, na wazo la biashara lisipoandikwa kwenye kitabu halioti, halikui. Na kadiri wanaozidi kwenda, baada ya kupata business plan wanapata mafunzo jinsi ya kuanzisha makampuni. Kwa hiyo tutakuwa na watu wa BRELA wanawafundisha, na wale waliokuwa tayari wanaweza kaanzisha kampuni hapo hapo. Kutakuwa na watu wa TRA wanafundisha mambo ya kodi, kutakuwa na watu wa NGOs watafundisha jinsi ya kuanzisha NGO na kadhalika. ERB tutakuwepo na watu kadhaa. Kwa baada ya zile business plan kuiva, zile biashara zinakuwa zishazaliwa, yale mawazo yameshaingia kwenye karatasi, kwenye mpango. Sasa kitakachofuata, hatua ya pili, ni kuwaweka pamoja na makampuni mazoefu, makampuni yenye kazi nyingi, wawagaie kazi, wawasimamie, wachukue kazi kwa pamoja, kama vile kuku wanapotamia mayai. Baada ya muda watahachi, baada ya muda vifaranga vitatoka vile, zitakuwa ni biashara mpya, hizo zitakuwa. Kwa hiyo ndio mpango wetu. Ni mpango unahitaji fedha, unahitaji sponsors, unahitaji walezi, lakini tumesema tuanzie mahali fulani. Ndio kwa siku 4 hizi, kuanzia leo tarehe 2 mpaka tarehe 5 hivi tutakuwa hapa PSSF. Tunaanza na kundi la kwanza la vijana ambao tutaendelea kutembea nao kuona wanavyokuwa, na alhamdulillah tukizidi kupata usaidizi wa fedha tutachukua kundi lingine na lingine ili kusaidia ku accelerate vijana. Kuna kijana huko nyumbani sasa hivi anakutizama, labda anatamani kuja kusikiliza mafunzo haya na aweze kujifunza. Labda kuna gharama ya kiasi chochote ambacho mmekipanga, lakini angetamani kuweza kufahamu na aweze kujiunga katika mafunzo haya. Gharama zipo, na hizo gharama siwezi kuzitamka kwa sababu wengi waliopo hapa, kuna ambao wamekuja bure kabisa, wamefadhiliwa na watu mbalimbali, pamoja na sisi wenyewe tumetoa fedha za kuchukua ukumbi na kadhalika. Kuna waliofadhiliwa na wazazi, kuna waliotoa fedha mfukoni. Kikubwa si fedha, kikubwa ni mtu kuwa na wazo la biashara, kutaka kuliotesha liende. Kwa hiyo wakae chonjo, safari nyingine tutatangaza tena, na gharama sio kikwazo. Na hata ambao wataandika business plan nzuri, katika hao ambao wamejiandikisha vijana kama 200, hatutegemei wote 200 wana mawazo mazuri, lakini katika zile business plan ambazo zitaonekana ziko potential, tutazitembeza zipate usaidizi. Kuna watu wengi wana appetite ya kusaidia vijana. Cha msingi vijana wajinoe, wawe serious, wawe na nidhamu, wawe na ndoto, na ndoto zao waziandike. Mtaani kuna vijana wengi, kuna baadhi wamesoma na degree, wengine na diploma, na wengine wameshara 7, na wengine hawajasoma kabisa. Labda elimu yenu mnalenga kwa waliosoma tu au na ambao hawajasoma? Kwa Tanzania hamna wale ambao hawajasoma, ni nchi ya elimu bure. Kwa kama hujasoma kabisa, tutabidi kuonea huruma. Lakini hapa hatuna kiwango cha chini cha elimu. Mtu akiwa na diploma, akiwa na certificate
akiwa mtu wa VETA, akiwa na masters, akiwa na PhD. Hapa kuna watu wa ngazi zote. Lakini angalau uwe na base kwenye science na teknolojia, na uwe na wazo ambalo linasomeka, mtu akiliona aione biashara ndani ya miaka 5 kumbe kwamba hapa itaiba, itatoka. Mafunzo haya mnatoka kwa Tanzania tu au hata kwa wageni ambao wanatokea nje? Sasa tunaanza na Tanzania, ndio tunaanza ndugu yangu. Sasa hivi tumeanza na Watanzania. Kuna mtu labda anawatazama sasa hivi kwa nyumbani, lakini kwa huu muda ambao umepanga kuwa na majadiliano haya, mafunzo haya katika mkutano huu, inawezekana hana muda katika siku hizi ambazo tumezipanga. Labda baada ya mkutano huu kuisha, yeye angetamani labda kuwapata ili aweze kuzungumza na nyinyi, aweze kujifunza mafunzo haya. Anaweza kuwapataje? Sisi tuko kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, LinkedIn, tuna mpaka ERB Online TV, zote zinaenda kwa ERB_TZ. Lakini tuna website, tunapatikana hapa Dar es Salaam BSSF Complex, tunapatikana Morogoro pale stendi ya zamani, kuna ofisi yetu pale, tunapatikana Dodoma. Penye nia pana njia, mtu anayetutafuta atatupata tu. Kwa hiyo mpaka sasa mpo katika mikoa yote Tanzania au ni baadhi tu ya mikoa? Kwa maana ya watu wetu wako mikoa yote, lakini hatujafungua ofisi. Na kila mtu ambaye sisi tumemsajili ni wetu. Kwa hiyo tuna co-opted experts, tuna ma-expert wetu, washirika wetu nchi nzima, lakini siku hizi hutaji kwenda kwenye ofisi ndugu yako. Kuna simu, kuna WhatsApp, kuna email, kuna mtandao, kuna njia nyingi za kutufikia. Sasa unaitwa nani? Engineer Bernard Kabishe, msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi. Asante.